Tunamshukuru Mungu ametupa neema fellowship, tumekuwa tukienda sehemu mbalimbali kama vikundi vingine vilivyokuwa vikienda. Mungu ametupa neema siku kadhaa ambazo tumekuwa tukizunguka huko, na mambo mbalimbali ambayo tunakutana nayo. Yako mambo mengi ambayo Mungu ameyafanya sehemu mbalimbali. Tunamshukuru kwa neema yake. Tunakutana na vita na mashambulizi mbalimbali tunavyokuwa tuko katika huduma huko sehemu mbalimbali, lakini tumeuona mkono wa Bwana ukitutetea. Tumeziona nguvu za Mungu zikitenda kazi sehemu na sehemu ambazo tunaenda. Tumeona watu mbalimbali wakifunguliwa, Mungu akifanya kazi kupitia sisi unaotuona miongoni mwetu. Amefanya vitu vya namna mbalimbali. Kuna maeneo kadhaa ambayo tumekwenda, na kumbuka tumekutana na mashambulizi mbalimbali. Nitoe tu moja wapo. Kuna siku moja tulienda mkoa fulani kwetu Tanga. Tulienda kuhubiri mkutano wa Injili kule. Nakumbuka wahubiri alikuwa Mama Evenlight na Mzee Kalage. Wakati wamesimama madhabahuni Mzee Kalage, wakati ndugu zetu wa praise yao wanaimba, wakati wanaimba lilitumwa kundi la nyuki. Likaja, likawa linaelekea kule kwenye jukwaa. Lile kundi la nyuki lilivyokuwa linaenda, wenyewe wakisema laleni chini, laleni chini. Wengine tulikuwepo huko chini tukaanza kuinama chini. Wakati tunainama chini, asante Yesu alimpa neno la ufunuo Mzee Kalage. Akasema kwa jina la Yesu rudini huko huko mnakotoka. Wale nyuki walikwenda, walivyokaribia na jukwaa pale, wakageuka wakarudi walikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo Yesu anavifanya katikati yetu. Kuna siku moja wakati tuko kwenye huduma huko Upareni, tukiwepo huko wote tunaenda kushuhudia nyumba kwa nyumba, waimbaji, wapigaji, wote tunaenda huko kushuhudia nyumba kwa nyumba. Wakati kushuhudia nyumba kwa nyumba tuko sehemu fulani, walikuwa wameambatana ndugu zetu wawili. Walivyoenda kule, walivyofika eneo fulani, wakati wanashuhudia kwenye nyumba fulani, wakakutana na ndugu. Huyo ndugu amepanda juu, ana mirasta yake. Akawaambia ondokeni. Wakati anawatisha waondoke, sasa yule ambaye alikuwa ni mkaka miongoni mwa wapigaji hao akasema mimi ndio kaka hapa, niko na dada huyu. Huyu jamaa sija katuchenjia hapa, ikawa hatari. Akaanza kujipanga kupambana naye. Wakati anajiweka sawa, yule mtu akatoweka. Hawakumuona. Lakini wakati anaongea naye alijitambulisha, alisema anaitwa nani? Elia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mambo ambayo tunakutana nayo huko. Tunaenda sehemu mbalimbali. Tukifika huko hakuna cha bosi, kama ni bosi ni kazini kwako. Tukifika kule wote, hata kama mimi kama mzee wa kanisa, tukifika wote tunalala chini sehemu tulioandaliwa kwenye mamikeka hapo na shuka zetu na vitambi vyetu, tunalala hapo. Tunahudumu, tunachapa kazi ya Bwana, tukimaliza tunarudi kwetu Dar es Salaam. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo na wewe unayo sehemu yako. Si lazima twende wote. Si lazima twende wote, lakini na wewe unao sehemu yako. Unaweza ukatoa sadaka yako kufanikisha huduma ambazo ziko mbele yetu. Mungu awabariki. Turudi kwenye neno. Neno ambalo tumelisoma katika kitabu cha Mwanzo, tunaona habari ambayo Mungu alikuwa anazungumza na Adam. Katika ile mazingira ambayo tunayaona, Mungu alikuwa na tabia ya kuwatembelea wanadamu. Katika ile hali aliyokuwa na tabia ya kuwatembelea, tunaona hapa Adam na mke wake, baada ya kula matunda, Mungu alipoenda kuwatembelea, aliuliza, Adam uko wapi? Kwa nini Mungu aliuliza Adam uko wapi? Kwa sababu kulikuwa kuna eneo ambalo Mungu alikuwa amemweka Adam. Alitarajia akienda hapo atamkuta Adam. Lakini cha ajabu, Mungu alipoenda lile eneo ambalo alikuwa anakutana na Adam kila wakati, alipofika pale hakumkuta Adam. Na kwa sababu hakumkuta Adam, akamuita Adam, Adam. Adam akaitika, akamuuliza uko wapi? Adam akamwambia nimejificha. Akamwambia kwa nini umejificha? Akamwambia kwa sababu niko uchi. Niliona niko uchi nikajificha. Mungu akamwambia ni nani aliyekuambia ya kwamba uko uchi? Akajibu, akamuuliza umekula matunda wewe niliyokuagiza usiale? Adamu akamjibu ndio. Haleluya. Haleluya. Adamu akamjibu ndio. Alimwambia hivi, huyo mwanamke uliyenipa ndio aliyenipa matunda nami nikala. Mungu akageuka, akamfuata mwanamke, akamuuliza umefanya nini? Mwanamke akamjibu nyoka alinidanganya nikala matunda. Mungu akarudi kwa nyoka. Alivyorudi kwa nyoka, hakumuuliza nyoka umefanya nini kama alivyomuuliza Adamu na kama alivyomuuliza mwanamke. Alivyorudi kwa nyoka, akamwambia maneno haya, akamwambia kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote
na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Alimwambia nyoka, kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Alimwambia, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na hayawani wote wa mwituni. Ndipo akamwambia, kwa tumbo utakwenda na mavumbi yatakuwa chakula chako. Akarudi kwa mwanamke, akamwambia mwanamke, alivyoendelea pale, na mavumbi yatakuwa chakula chako siku zote za maisha yako, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamrudia Adamu, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti niliyokuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Kichwa ambacho nimekiweka katika somo letu kinasema hivi: kwa nini tunamhitaji Yesu katika maisha yetu? Kwa nini tunamhitaji Yesu katika maisha yetu? Kitu cha kwanza ambacho tumekiona, Mungu alimweka Adam katika bustani ya Eden. Alipomweka Adam katika bustani ya Eden, nyoka akaenda akamdanganya mwanamke. Alivyomdanganya mwanamke, yeye na mumewe wakala matunda. Walivyokula matunda wakajitambua kuwa wako uchi. Walivyojitambua kuwa wako uchi, wakaondoka pale mahali ambapo Mungu alikuwa amewaweka. Walivyoondoka pale mahali ambapo Mungu alipokuwa amewaweka, wakaenda sehemu wakajificha. Kwa maana hiyo, na maana ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, kuna mahali ambapo Mungu alimweka. Na alipomweka mwanadamu alivyofuatwa na nyoka alipozungumza naye, nyoka alifanya jambo la kuhakikisha ya kwamba anamtoa mwanadamu kwenye himaya ambayo Mungu amemweka. Na nyoka alifanikiwa kwa kumdanganya mwanadamu. Na mwanadamu alipotoka kwenye himaya ambayo Mungu amemweka, baadaye anguko lilipoingia, kitu ambacho Mungu alikifanya, alisema, sasa huyu amekuwa mtu kama sisi na tabia yake imekuwa kama sisi, asije akanyosha tena mkono wake akachuma katika matunda ya uzima akala akaishi milele. Akaishi milele katika hali gani? Hali ya pili, sio hali ya kwanza aliyokuwa amemtengeneza nayo, kwa sababu mwanzo alipomtengeneza alimweka katika eneo lile. Eneo alilomweka mwanadamu, alipojigundua kwamba yuko uchi, akatoka katika lile eneo ambalo Mungu amemweka, akahamia eneo jingine, mafichoni, sipo pale ambapo Mungu alikuwa amemweka. Na ndio maana Mungu alipoenda akamuita Adam, uko wapi? Kwa sababu gani? Pale alipotarajia kumkuta hakumkuta. Kwa maana hiyo mwanadamu alitoka pale Mungu alipomweka akaenda eneo jingine. Lile eneo aliloenda lilikuwa na mfumo wake tofauti wa maisha. Kwa sababu gani? Pale ambapo Mungu alikuwa amemtengenezea, alimtengenezea mfumo wa maisha wa mwanadamu kuishi bila adha, bila shida, bila tabu, bila matatizo yoyote. Lakini mwanadamu kwa kudanganywa na shetani akatoka katika ile himaya ya Mungu, akahamia himaya yenye mfumo wa maisha mengine ambayo yeye mwanadamu hakuyatengeneza. Aliingia katika mfumo wa maisha ya shetani, nje na mfumo wa maisha ya Mungu, na kwa sababu hiyo akaitengeneza dunia ikaingia katika mfumo mwingine. Na kitu ambacho Mungu alikifanya baada ya anguko, baada ya mwanadamu kutoka katika lile eneo aliloliweka, Mungu akaweka upanga na makerubi kuzunguka, ili kwamba mwanadamu asirudi tena pale alipokuwa amemweka mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mantikio, kwa sababu Mungu aliweka upanga, akaweka kizuizi mwanadamu asirudi pale ambapo Mungu alikuwa amemweka. Kwa maana hiyo alikuwa amemwachia mwanadamu abaki katika mfumo mpya wa maisha, ambao huo mfumo mpya wa maisha ni mfumo wa yule aliyemdanganya, ambaye yule aliyemdanganya alikuwa ni nani? Nyoka. Haleluya. Haleluya wapendwa.
Kwa maana hiyo mwanadamu alitoka kwenye ule mfumo wa asili, mfumo wa halisia ambao Mungu alikuwa amempa. Na kwa sababu alitoka kwenye ule mfumo wa halisia ambapo kuna sehemu alikuwa amewekwa yako namna ya maisha ambayo pale Mungu alikuwa anayataka mwanadamu ayaishi, na kwa sababu ametoka mahali hapo, kuishi kwake kumekuwa tabu kwa sababu kuna mfumo mpya wa maisha umetengenezwa ndani mwake. Kwa mantiki hiyo, ili kwamba mwanadamu aweze kuupata ule mfumo ambao anatakiwa kuwa nao, ambao ndio mfumo wa kwanza aliokuwa ametengenezwa nao, ni lazima awepo wa kuingilia kati ili kwamba aweze kumsaidia arudi kule. Na huyu mwanadamu ameingia kwenye mfumo mpya. Huu mfumo mpya una mwenendo wake, una maisha yake tofauti na yale ambayo Mungu ameyatengeneza. Fungua kitabu cha Warumi. Kwanza kabla kwenda kwa Warumi, tuangalie kitabu cha Ufunuo, tuone ni kitu gani kilichofanyika. Ufunuo mlango wa 12. Ufunuo mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Tuone ni kitu gani kilichofanyika. Ufunuo mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Neno la Mungu linasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12, naye alikuwa ana mimba, akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule joka mkubwa, joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Hapa anamfunua yule joka ni nani. Anasema ni Ibilisi na Shetani. Anatuonesha kitu ambacho hakikuoneshwa kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwenye kitabu cha Mwanzo ni ufunuo ambao alipewa Musa. Musa alipewa ufunuo watokea dunia inaumbwa mpaka yeye anaondoka, anamkabidhi kazi Yoshua. Musa aliambiwa mambo kwa sehemu, na mambo mengine hakuambiwa yeye, walikuja kuambiwa watu wengine. Ni sawa sawa na sisi tulivyo hapa. Kila mmoja wetu ana kitu chake ambacho Mungu amempa. Hapa leo mimi nimesimama mbele yako, ninasema neno. Ili neno ninalisema hapa, wewe hapo ulivyo, kuna mistari mingine unaipata, unasema hapa angesema hiki, angefanya hiki, lingenoga sana. Kadiri ulivyo hapo, Mungu anakumegea na wewe vya kwako. Unaona, ningesema kile ambacho wewe unacho akilini mwako, unaona kwamba ningekuwa sahihi zaidi. Lakini hicho unacho wewe, na mimi ninacho nilichopewa. Sijui naeleweka ninachokizungumza. Hicho ulicho nacho wewe unacho kwa sababu mimi tayari nimeshaanza kitu. Ndio maana wewe unacho. Kwa sababu gani? Kila mtu ana portion yake ambayo Mungu ameweka ndani mwake. Kwa hiyo Musa kwa sehemu aliyokuepo nayo alipewa taarifa ya uumbaji, ikaendelea mpaka alivyokuja kumkabidhi kazi Yoshua. Lakini habari hii ya vita iliyotokea mbinguni kati ya Shetani na Mungu na malaika zake, na theluthi ya malaika wakaasi, wakatupwa chini huku, hicho kitu Musa hakupewa. Haleluya. Haleluya.
Hicho kitu kilikuja kufunuliwa huku wakati wa mitume. Agano Jipya limeingia, Agano la Kale limeshaisha, kipindi cha Musa kimeshapita, kikaja Agano Jipya, ndipo Mungu akaja kukifunua kupitia Roho Mtakatifu kwa njia ya Yohana, kwa njia ya Yohana aliyekuwa mtume. Mungu alipolifunua lile jambo kwa Yohana, aliliweka wazi ya kwamba wakati dunia inaumbwa, mwanadamu anaumbwa, tayari shetani alikuwa ameshaasi kwa Mungu. Na kwa sababu alikuwa ameshaasi kwa Mungu, akawa ametupwa chini. Na kwa sababu alitupwa chini, shetani yuko kikazi zaidi. Kuna anaowatafuta aweze kuambatana naye, na ndio maana akatoka katika himaya aliyokuwepo, akaenda kwenye lile eneo ambalo Mungu alikuwa amelitengeneza, ameliweka wakfu kwa ajili ya mwanadamu kuishi, kwa ajili ya Adamu kuishi. Akatoka kwenda kumshawishi Adamu ili kwamba atoke katika ile himaya ya Mungu, ahamie kwenye himaya yake, na shetani alifanikiwa. Haleluya, haleluya. Alifanikiwa kumhamisha mwanadamu kutoka kwenye himaya ya Mungu na kumleta kwenye himaya yake. Kwa mantikio, kwa sababu alifanikiwa kumhamisha mwanadamu yoyote anayezaliwa chini ya jua anazaliwa chini ya himaya ya shetani. Haleluya, haleluya. Anazaliwa chini ya himaya ya shetani. Kwa hiyo mfumo unamwendesha mfumo mpya, sio ule mfumo wa Mungu ambao ameuweka toka ilipowekwa misingi ya ulimwengu. Anazaliwa katika mifumo ya giza. Na ndio maana watoto wetu wanapozaliwa tu, kitu cha kwanza tunawaleta kanisani, tunakuja nao, tunasimama wazazi pamoja na nani na wadhamini, tunamleta, anabatizwa. Wakati anabatizwa kuna maneno waga tunasema hivi: mimi namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, najitoa kuwa wako, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ili nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu hata nitakapokufa. Unajua, unaweza kusema haya mambo yamekaa ni utaratibu wetu wa kitabu cha Kiluteri. Nikwambie, sio tu utaratibu wetu wa Kiluteri, hili ni jambo la rohoni. Jambo la rohoni. Lengo lake kubwa ni nini? Lengo lake ni kumtransform, kumbadilisha mtu kutoka katika ile himaya ya dhambi ambayo tunakuwa tumezaliwa nayo, kumleta katika himaya ya Mungu. Na ndio maana tunasema namkataa shetani. Kwa sababu gani? Unamkataje usiyekuwa naye? Hivi naeleweka ninachokizungumza? Uwezo kumkataa usiyekuwa naye. Tunasema namkataa shetani. Hata kama wewe mzazi ni nyang'au, hata kama wewe mzazi ni mtu wa namna gani, umepinda kwa namna gani, unapomleta madhabahuni unasema ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Lakini usemi yale maneno kwa ajili yako wewe, unasema kwa ajili ya yule mtoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu amezaliwa kwenye himaya isiyo ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunapoyakiri yale maneno yanawasaidia wale watoto wetu. Na kwa sababu yanawasaidia wale watoto wetu, ndio maana kwenye maandiko yanasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha mpaka atakapokuwa mtu mzima. Kwa sababu gani? Kile cha kicho cha Kristo ambacho kwa hicho umesimama nacho ndicho kitakachokuwa msaada wake. Ataendelea mbele, ataendelea, akifika kwenye adolescence anaweza akapotea, lakini akarudi kwenye mafundisho. Yale maneno tuliyoakiri wazazi na wadhamini, anakuja na yakiri mwenyewe kwa kinywa chake: mimi namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, najitoa kwa wako, Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu mpaka nitakapokufa. Sasa hapo akiendelea mwenyewe upetevuni ni yeye, akiendelea nuruni ni yeye. Lakini sehemu ya wazazi tumeimaliza. Lakini kile cha kwanza wazazi tulifanya ni nini? Kumrejeza katika himaya ya Kristo, hata kama sisi wenyewe hatuko kwa Kristo. Kwa mantikio, baada ya anguko, mwanadamu alipohamishwa katika ile himaya ya Mungu, akahamia kwenye himaya nyingine. Hiyo himaya nyingine ina mfumo wake wa maisha. Ndio nataka tuangalie. Fungua kitabu cha Warumi. Tutasoma mlango ule wa 7, mstari wa 14 mpaka wa 25. Warumi mlango wa 7, mstari wa 14 mpaka ule wa 25. Neno la Mungu linasema: kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu nilitendaye hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu,
halikai neno jema, kwa maana kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile lililo jema nilipendalo silitendi, bali lile lililo baya ndilo nilipenda, lile nisilolipenda ndilo nilitendalo. Lile lililo jema nilipendalo silitendi, bali lile lililo baya ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema, lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali, inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Ni kitu gani kinachofanya kazi baada ya mwanadamu kutoka katika lile eneo ambalo Mungu alikuwa amemweka, akaingia katika eneo jingine, akajificha kule, ameenda kukutana na mfumo mpya wa maisha, ambapo hapo sheria inayotenda kazi ni sheria ya roho ya mauti, ndio inayotenda kazi, ambayo kwa hiyo inamkokota mwanadamu, inamuendesha mwanadamu katika namna ambayo yenyewe inataka. Hata kama mwanadamu anataka kulitenda lililo jema, hapati kulitenda lililo jema. Kwa sababu gani? Iko nguvu ya ziada ambayo inamuendesha mwanadamu kwa namna ambayo yenyewe inataka. Iko nguvu ambayo inamsukuma, inamuendesha kwa namna ambayo inayotaka yeye yenyewe. Yeye mwanadamu anajitahidi, anaweza kujitahidi kwa nguvu zake zote, akajitahidi kwa akili zake zote, lakini hatoweza. Kwa sababu gani? Nguvu ya rohoni ina nguvu kuliko nguvu yake yeye ya mwilini, na ile nguvu ya sheria ya dhambi ina uwezo kabisa wa kumuendesha mwanadamu kwa namna anayotaka. Kwa sababu gani? Yenyewe iko rohoni. Na ndio maana anasema lile jema nitakalo kulitenda siwezi kulitenda. Ni wangapi hapa wanataka kwenda motoni? Wangapi wanataka kwenda motoni? Wanyoshe mkono. Wangapi wanataka kwenda motoni? Wanyoshe mkono. Wanataka kwenda motoni? Yule kanyosha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Naamini hakuna mtu anayetaka kwenda motoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naamini hakuna anayetaka kwenda motoni. Na kwa sababu hakuna anayetaka kwenda motoni, kitu gani kinachotuzuia tusikae pamoja na Mungu? Iko sheria, iko embedded na sisi, imeambatana na sisi, inatukamata, inatuendesha katika mapito ya maagizo yake. Hiyo sheria ambayo ina msukumo ni sheria ya dhambi na mauti, inakuwa inafanya kazi katika miili yetu, inafanya kazi katika viungo vyetu, inatusukuma katika misukumo ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana Mungu alipokuwa anazungumza na Shetani, hakumuuliza Shetani umefanya nini. Kwa sababu gani? Shetani tayari alikuwa ameshaasi. Na kwa sababu alikuwa ameshaasi, alimuuliza hilo swali Adam, alimuuliza hilo swali mwanamke, umefanya nini? Aliporudi kwa Shetani, alimwambia umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote wa mwituni na kuliko hayawani wote. Akamwambia kwa tumbo lako utakwenda na mavumbi yatakuwa chakula chako siku zote. Haleluya. Haleluya. Shetani aliambiwa chakula chake kitakuwa ni nini? Shetani aliambiwa chakula chake kitakuwa ni nini? Tuangalie Mungu alimwambia nini Adamu. Rudi ile Mwanzo mlango wa 3. Baada ya kumwambia Shetani kwamba mavumbi yatakuwa chakula chake na kwa tumbo lake atakwenda, alimwambia nini Adamu? Mstari wa 17. Akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiyale. Jambo la kwanza akamwambia, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Jambo la kwanza. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Naomba tusome kwa nguvu ile sehemu unayomalizia, kwa maana
Kwa maana anamwambia kwa maana mavumbi wewe. Anamwambia nani? Adam. Mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Asubuhi nitoa mfano nikasema wale waliosoma hesabu, kuna hesabu fulani za kuikweti. Wanasema 1 + 1 sawa sawa na ngapi? Haya, nyingine 4 toa 2 sawa sawa na ngapi? Kwa maneno nikisema 1 + 1 ni sawa sawa na kusema 4 toa ngapi? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ukisema 1 + 1 ni sawa sawa na kusema 4 toa 2. Hapa Mungu alimwambia nyoka. Amemwambia nyoka, wewe nyoka umelaaniwa kuliko wanyama wote. Kwa tumbo utakwenda na siku zote mavumbi yatakuwa chakula chako. Mavumbi yatakuwa nini? Chakula chako. Alafu akamwambia Adam, akamwambia hivi, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na wewe utairudia ardhi, kwa sababu wewe ni nini? Kwa sababu wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa maana nyoka aliambiwa atakula nani? Nyoka atamla nani? Haleluya. Nyoka aliambiwa atakula mavumbi, na mwanadamu aliambiwa yeye ni nini? Na mavumbini atarudi. Kwa hiyo Adam aliambiwa yeye ni nani? Ni mavumbi. Kwa maana hiyo nyoka aliambiwa atakula Adam. Sijui naeleweka nilichokizungumza? Kwa hiyo nyoka aliambiwa atamla Adam kwa sababu Adam ni mavumbi. Mungu alimwambia nyoka umelaaniwa, na kwa sababu umelaaniwa utakula mavumbi, na akamwambia Adam wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa maana hiyo Mungu lugha aliyokuwa anaiongea hapa alikuwa anamwambia nyoka utamla Adam. Utamla nani? Adam. Kwa maana hiyo nyoka aliyelaaniwa ambaye alikuja lifunuliwa kwamba hapa ni shetani, ameambiwa atamla Adam. Adam ni nani? Ukisoma mlango wa 5 kitabu cha Mwanzo hiki mstari wa 1 na wa 2 anasema, hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu, alimfanya mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo mtu ni mwanamume na mwanamke. Aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao nani? Akawaita jina lao nani? Kwa hiyo Adamu ni nani? Adamu ni mwanamume na mwanamke. Na ndio maana unaona Mungu wakati anazungumza nao hawa watu watatu alizungumza so specific, yani kibinafsi. Alianza na mwanamke, akamwambia mwanamke. Alivyozungumza na nyoka akamjia mwanamke, akamwambia mwanamke, uchungu nitakuzidishia. Wa baba wa mama zetu wakiwa, wanawake zetu wakiwa wajawazito, na sisi tunapata uchungu. Haleluya. Hatupatagi uchungu, lakini wanapataga wanawake. Lakini wakati anazungumza na Adam, alikuwa anazungumza na Adam, hakuzungumza na Adam kama mwanamume, alizungumza na Adam kama mwanamke na mwanamume. Na ndio maana kufa, wote tunakufa. Mwanamume anakufa, mwanamke naye anakufa. Haleluya. Haleluya wapendwa. Kwa maana hiyo Mungu alivyozungumza na nyoka akamwambia wewe utakula mavumbi. Utakula mavumbi. Alikuwa anamwambia utamla Adam. Ni kwa namna gani Mungu anamwambia nyoka atamla Adam? Anamlaje Adam? Anamla Adam kwa mazingira ambayo tuko nayo ya mfumo wa maisha ambao tunaishi. Anatutafuna kwa dhambi. Ndio maana lile jema tutakalo kulitenda hatuwezi kulitenda. Kwa sababu gani? Iko nguvu iliyotukamata, inatutafuna katika maamuzi yetu, inatutafuna katika maamuzi ya namna tunayofanya kwa Mungu. Yale yote aliyo mema ambayo tunatamani kuyafanya ili kumpendeza Mungu, anatutafuna fikra zetu ili kwamba fikira zetu zishindwe kuyafanya yale ambayo Mungu anayataka. Anatutafuna katika miili yetu. Anatutafuna kwa namna gani? Anatutafuna kwa magonjwa, kwa maradhi na madhara mbalimbali katika miili yetu, mapresha, masukari, sijui magonjwa gani, masaratani, yote haya anatutafuna kwa namna. Kwa sababu gani? Ameambiwa atatutafuna. Ili tuweze kung'oka hapo, tunamhitaji Yesu. Fungua kitabu cha Warumi mlango ule wa 8. Warumi mlango ule wa 8 mstari wa 1. Naomba nisome tu kwa ufupi wa 1 mpaka ule wa 4, Mungu akituwezesha. Warumi mlango wa 8
Kwa muda wako unaweza kusoma mpaka mstari wa 8 huko. Anasema hivi, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mwili bali roho. Kwa maana hiyo, ili tuweze kuyatimiza yale yaliyo ya Mungu, ili kama tuweze kuyatenda yale yaliyo mema ambayo Mungu anataka, na mioyo yetu inatamani tuyatende yale yaliyo mema, lakini tunashindwa kuyatenda yale yaliyo mema kwa sababu ya nguvu ya sheria ya dhambi na mauti. Mungu kwa kumtuma mwanawe pekee Yesu Kristo alihukumu dhambi katika miili yetu, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani mwetu sisi tusioenenda kwa kufuata mwili bali roho, akiwa na lengo la kufanyia restoration, kuturejesha kwenye ile himaya ambayo shetani alitudanganya, tukangoleka, tukangolewa, tukacholopoka, tukatoka pale katika ile himaya ambayo Mungu alikuwa na capability, alikuwa na uwezo wa kukutana na mwanadamu bila shida. Sasa hivi kuona uwepo wa Mungu shida sana. Usifu, abudu, uriri, makorokocho mpaka umuone Mungu sio kazi ndogo. Kwa sababu gani? Tumetoka katika ile space ambayo Mungu alikuwa ametuweka. Ili tuweze kumuona Mungu tunamhitaji Yesu. Kama vile nyoka wa shaba alivyoinuliwa jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu aliinuliwa. Dhambi ya kwanza ililetwa na nyoka wa shaba alivyoinuliwa alikuja kwa lengo maalumu la sisi tutakapomtazama yeye tuweze kung'oka pale ambapo tumekaa, tutoke katika mkao ule ambao tumekaa, ambao kwa huo shetani alituingiza. Na nyoka wa shaba alipokuja, amekuja kututoa ili kutufanyia restoration, kuturudisha katika maskani ya Bwana. Fungua kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Tutasoma mstari wa 11 mpaka ule wa 18. Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 11 mpaka ule wa 18. Neno la Mungu linasema, amin amin nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamsadiki. Mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shaba, alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuamini jina la mwana pekee wa Mungu. Ni nini anachotuonesha? Anatuonesha kwamba Musa alivyomuinua nyoka wa shaba pale jangwani, wana wa Israeli walikuwa wanamwangalia nyoka wa shaba pale Mungu alipoziruhusu zile nyoka za moto ziweze kuwatafuna wana wa Israeli. Ukisoma kile kitabu cha Hesabu mlango wa 21 kuanzia mstari wa kwanza mstari wa 6 pale anazungumza mstari wa 4 mpaka wa 9, Hesabu 21 mstari wa 4 mpaka wa 9, anazungumza, anasema Mungu aliziruhusu nyoka za moto ziweze kuwatafuna wana wa Israeli. Alipoziruhusu nyoka za moto ziweze kuwatafuna wana wa Israeli wakamrudia Musa, wakaanza kumwomba msamaha Musa, wakamwambia tuombe msamaha kwa Mungu kwa sababu tumekunungunikia wewe pamoja na Mungu. Musa alivyorejea kwa Mungu akaomba toba, Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba umuinue juu, yoyote atakayemwangalia huyo nyoka wa shaba itakuwa nyoka atakapomuuma, akimtazama nyoka wa shaba atapokea uponyaji. Nyoka wa shaba wetu aliyenyanyuliwa ni Yesu Kristo pale msalabani, alinyanyuliwa kwa ajili yetu. Macho yetu yote yanatakiwa yageuke yamtazame Yesu wakati wote. Tutakapomtazama Yesu wakati wote, ile nguvu ya sheria ya dhambi na mauti haitakuwa na sehemu ndani mwetu, haitaweza kutupeleka, haitaweza kutuendesha kwa namna iwayo yote. Kwa sababu gani? Tunaye Mungu.
Haleluya. Tunazungumza habari ya Mungu ambaye tuna uhakika naye. Tunazungumza habari ya Yesu ambaye tuna uhakika naye ya kwamba kweli anafanya na kweli anavusha na kweli anatutosheleza na kweli anatuweza kutuvusha katika mazingira hayo yote. Kwa sababu gani? Hakuna Mungu, hakuna jina jingine tulilopewa na damu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina moja tu la Yesu. Sasa hivi imekuwa matumainisho mengi. Watu wengi wakiangalia vitu vingine badala ya kumwangalia Yesu, wanaangalia vitu vingine vinavyotumainishwa. Na Paulo alizungumza akasema, amelaaniwa atakayehubiria injili nyingine yoyote ile isipokuwa injili ya Kristo Yesu. Na sisi macho yetu yahame huko kwenye vitu vingine, kwenye makorokocho mengine huko, kwenye maji ya upako, sijui vitambaa vya upako, sijui makorokocho gani. Tuhame yoyote yule anayekutumainisha kitu kingine chochote kile nje ya Yesu, mkimbie. Kwa sababu gani? Hakutumainishi uzima wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shaba jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Kuna kazi ambayo Yesu ameifanya. Fungua kitabu cha Wakolosai mlango wa kwanza, naenda kumaliza. Wakolosai mlango wa kwanza, tutasoma mstari wa 9 mpaka wa 14. Wakolosai mlango wa kwanza, mstari wa 9 mpaka ule wa 14. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Sikiliza hilo neno. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi zetu. Yesu alikuja ili kutuhamisha, kwa sababu tulitoka kwenye mstari, tulitoka kwenye eneo ambalo tuliwekwa na Mungu, tukahamia himaya ya shetani baada ya kutudanganya. Na kwa maana hiyo yale yaliyo mema ambayo Mungu ameweka ndani mwetu kuyatenda hatuwezi, na shetani amepata nafasi ya kututafuna kuwa chakula chake, kwa sababu sisi ni mavumbi. Anatutafuna ili kwamba ashindwe kukutafuna. Yesu amekuja kukuhamisha ili akuweke katika mahali ambapo shetani hataweza kukutafuna. Na ndio maana katika neno lake amesema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ukikaa ndani ya Yesu na Yesu akikaa ndani yako, ina maana ya kwamba shetani akikuangalia wewe, anayemuona nje yako ni Yesu. Ndani yako anayemuona ni Yesu. Wewe uko katikati, hauonekani. Kwa sababu gani? Umekaa ndani yake na yeye amekaa ndani yako. Ndio protection yetu. Hakuna kitu chochote kile kitakachotuingiza mbinguni, ni kuwa na Yesu tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amesema tujazwe maarifa ya mapenzi yake, fahamu zetu za rohoni, ili tufanye wajibu wetu kwa Bwana. Adamu alipotoka kwenye lile eneo, aliuacha wajibu wake kwa Bwana. Wewe unao wajibu wako kwa Bwana. Ili uweze kufanya wajibu wako kwa Bwana, ni lazima Yesu aje akusaidie. Na ndio maana tunamhitaji Yesu katika maisha yetu. Tutaenda kufanya maombi. Lakini kabla tujafanya maombi, nitauliza wazee wa kanisa, naomba mkae tayari. Kuna kazi ambayo tutashirikiana kuifanya. Kama unamhitaji Yesu, ni swala lako la hiari, wewe na Mungu. Simama, tutafanya maombi kwa ufupi, tutamaliza, tutafanya maombi ya awamu ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kama unamhitaji Yesu awe msaada wako, akusaidie katika maisha yako, akuvushe pale ambapo tunashindwa, na akuingize
katika lile eneo ambalo Mungu alituweka. Simama kwa miguu yako, twende kuomba. Asante. 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 Tutaenda kuomba. Sala ambayo tutaenda kuomba, kila mmoja ataisema yeye mwenyewe kwa kinywa chake. Ahadi yetu ya ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuseme, mimi namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, najitoa kuwa wako, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ili nikutegemee na kukutumikia kwa uaminifu hata nitakapokufa. Amen. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu zetu hawa ambao wameamua kuwa na wewe, wameamua kukupokea wewe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninawakabidhi mikononi mwako. Mavuno haya si mali yetu kama wanadamu. Wameinuka kwako, hawajainuka kwa mwanadamu. Wamekuja kwako na wamekutazama wewe, wanahitaji msaada wako. Ninakusihi katika maisha yao yote, kawalee katika kichwa cha Kristo. Wape ujasiri wa kukukiri popote utakapokuwa. Wasimame pamoja nawe katika mazingira yote, ili Bwana ukawapiganie na kuwatetea katika hali zote na mazingira yote. Jina lako likatukuzwe. Asante Bwana Yesu kwa kuwa uko pamoja nasi. Amen. Tunaenda kuomba kwa ajili yetu sote kwa pamoja. Wazee wa kanisa, neno la Mungu linasema, mtu wa kwenu akiwa hawezi, na aite wazee wa kanisa na waombe, na kule kuomba kwa imani kutawaponya wagonjwa hao. Tumepewa dhamana hiyo pamoja na watumishi wa Mungu, tutasimama pamoja. Naomba wazee wa kanisa mkae pembeni upande huu, na wazee wa kanisa wengine mkae pembeni upande huu, na wazee wa kanisa wawili wakae pale kwenye lango. Tunaenda kuomba pamoja uponyaji. Kuna wimbo mmoja kwa Emmanuel unaimbaga, umesumbuka sana, umekata tamaa, unahitaji mwangaza leo, uje kwa Yesu leo, uje kwa Yesu. Anajua yote, unapoomba amini kwamba atakupa furaha leo. Naenda kusoma kitabu cha Hesabu mlango wa 21 mstari wa 4 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema, wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edom. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa
kila mtu atakayeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti. Hata ikawa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Macho yako yahamishe. Tumesimama na wazee wa kanisa wamesimama pembeni, na watumishi wa Mungu wamesimama madhabahuni. Tutaenda kunyosha mikono, tutaenda kuomba uponyaji. Kuna watu katikati yetu hapa mnasumbuliwa na kansa. Kuna watu katikati yetu hapa mnasumbuliwa na sukari. Kuna watu katikati yetu mnasumbuliwa na pressure. Kuna watu katikati yetu mna madeni. Kuna watu katikati yetu mmekaa hapa mmepata mimba kadhaa zimeabort, mmeshindwa kupata watoto, uzao umeshindwa kuendelea. Kuna watu mna tafurani katika ndoa zenu. Tunaenda kumwambia Yesu. Macho yako yatoe kwa mchungaji, yatoe kwa mwinjilisti, yatoe kwa wazee wa kanisa, yatoe kwangu mimi niliyepata neema ya kusimama kulisema neno hili. Yatazame msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kumtazama Yesu akutane nasi leo. Kama Yesu anakutana na watu wengine wanaokuja hapa kwenye kisima cha uzima, leo ni zamu yetu. Mungu akutane nasi, akatuponye leo, akatufungue. Kuna watu katikati yetu wana madeni. Kuna watu katikati yetu wanawadai watu hawajalipwa haki zao. Leo tunaenda kumwambia Yesu. Wazee wa kanisa naomba mnyoshe mikono, watumishi madhabahuni hapa watanyosha mikono. Tunaenda kuomba kwa ajili ya kanisa la Mungu ambalo Mungu ameliweka mikononi mwetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hii ndio picha ambayo niliiona usiku ulionionyesha. Roho Mtakatifu, hatuna maneno yoyote ya ziada ya kusema, kwa sababu sisi tuliosimama kunyosha mikono sio waponyaji. Macho yetu yanatakiwa kutazame wewe. Nami Bwana nimefanya kile ulichonielekeza, ya kwamba kuwatazamisha watu wewe Yesu. Ndicho hicho tu. Bwana, hatuna lugha nyingine yoyote ya kusema. Hatuna kitu chochote cha ziada cha kusema, wala uponyaji wetu haupatikani kwa maneno mengi tutakayo sema. Lakini wewe Bwana uliyewaponya wenye shida mbalimbali, uliyewaponya vipofu, uliyefufua wafu, leo Yesu unaweza. Nasi tunakueleza shida zetu, tunakueleza wewe Bwana ukakutane nasi mfalme. Kila mwenye magonjwa mbalimbali katikati yetu, ambao Bwana wanasumbuliwa na saratani, wanaosumbuliwa na sukari, wanaosumbuliwa na pressure, wanaosumbuliwa Bwana na kutopata mimba na uzao, wanaosumbuliwa katika ndoa zao, wanaosumbuliwa katika kazi zao na kunyanyaswa na kunyimwa haki zao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunakutazama wewe Bwana. Ingilia kati mfumo wa maisha yetu, ukatuhamishe Bwana katika hizo shida, tabu na dhiki. Ukatuponye Bwana, kama ulivyosema katika neno lako, ukaniite siku ya mateso nitakuokoa, nawe utanitukuza. Asionekane yoyote ule katikati yetu amelitenda hili jambo, bali Bwana ukalithibitishe neno lako, nawe Bwana ukajidhihirishe na kujifunua katikati yetu ya kwamba umetenda. Nasi Bwana tunakung'uta, utukufu wote tunaurudisha kwako, ukatende katikati yetu. Tuna uhakika nawe Yesu, tuna uhakika nawe Bwana, tuna uhakika na wewe Mungu uliye hai, tuna uhakika na wewe Bwana, tuna uhakika na wewe Bwana wa majeshi, tuna uhakika na wewe Yesu unayetenda yote haya kwa ajili ya kulitukuza jina lako. Asante Bwana, asante Roho Mtakatifu, maana unaweza yote, kwa damu ya Yesu. Amen. Leo uje kwa Yesu.